Na mpenzi mtazamaji wa channel hii ya YouTube ya 5 Media, usisahau kusubscribe, kureact pamoja na kucomment ili uweze kupata notification kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kubwa kuliko zaidi ni kuhusiana na ile taarifa ya Ali Shabani Kamwe. Kabla tujaanza kuiangazia, kumbuka klabu ya Simba Sports Club chini ya Mohamed Mo Dewji alipoweza kupata ile nafasi ya kuendelea kukuza na kuwa mdhamini wa klabu hiyo baada ya kuanza kuzoa pesa zake. Klabu hiyo imeendelea kupata mafanikio chini ya kiongozi huyo Mohamed Dewji. Hii ni kutokana na namna ambavyo uwekezaji wake umeendelea kuwa mkubwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, na akiendelea kuifanya klabu ya Simba Sports Club kuendelea kunufaika kwa vitu mbalimbali ambavyo amekuwa akivizamini. Ujenzi wa uwanja wa Mo Simba Arena, makao makuu ya klabu pale mjini Masaki, Dar es Salaam, pamoja na vitu vingine vimeendelea kuifanya klabu ya Simba kuonekana kuwa bora na mipango dhabiti dhidi ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hii inajumuisha yale mambo yote ambayo yanahusu klabu ya Simba Sports Club, ikiwa pamoja na masuala mengine yote yanayohusu namna klabu hiyo itaendelea kufanya vizuri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Pia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba umeendelea kuwa na mafanikio mazuri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ikizungumza kwenye michuano mikubwa kama vile CAF Champions League, CAF Federation Cup, pamoja na lile kombe ambalo lilikuwa linaitwa African Football Club, ambazo ilihusisha klabu zile kubwa barani Afrika. Sasa kutokana na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, inaelezwa kwamba klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba tayari wamekwisha kuweza kufika hatua kubwa zaidi ya kuendelea kupiga mafanikio. Lakini sasa story ambayo inabaki ni kuhusiana na ahadi mbalimbali. Kwa mfano, Mohamed Dewji, rais wa heshima na mwekezaji wa klabu hiyo, aliweza kuhusishwa kutamka kwamba klabu hiyo inaenda kujenga uwanja wa mashabiki, ambapo mpaka sasa bado ahadi hiyo haijaweza kufanikiwa. Lakini uwanja ule wa mazoezi ambao unapatikana kule Bunju jijini Dar es Salaam wenyewe tayari umekwisha kufanikiwa. Kumekuwa kuna ahadi nyingine kama vile ahadi za kuleta wachezaji. Jailuti alipokuja ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba aliweza kusema kwamba watamleta mchezaji anaitwa Faisal Salum Abdara Feitoto, Zanzibar Finest, kutokea kule visiwani Zanzibar, ambaye anakipiga katika klabu ya soka ya Azam FC. Na hilo likaota mbawa. Pia tukumbuke kwamba kumekuwa kuna story nyingine pia ambazo zimekuwa zikihusishwa kwa baadhi ya nyota kadhaa wa kadha kuja ndani ya Simba, lakini nazo zikaweza kuota mbawa. Sasa kuna ahadi nyingine ambayo ndio imeweza kutufanya tuweze kufikishia. Hii ni kutoka kwa bosi Jailote, ambaye aliahidi basi jipya ambalo linatumiwa na klabu nyingine kama vile Al Ahly kwa hapa Afrika, Real Madrid, Barcelona pamoja na PSG, bila kusahau Man United. Naye ahadi yake imeonekana kuwa mwiba na haijaweza kufanyika. Nini ambacho kinakumba Simba katika ahadi hii?